Ni jukumu lingine ambalo mnalo ni jukumu la uzazi. Msipoamua kwamba sasa mnazaa, maana yake ni kwamba sisi ambao tuna ndevu hatuwezi tukatokea. Kwa hiyo jitahidini pia katika hili kwamba tunaendelea kuhimiza uzazi, kwa kuwa huku wilaya yetu ya Wanging'ombe kama mnavyofahamu mnazaa wawili watatu. Sasa hili mwenyekiti wa halmashauri, ninajua ni lazima tuendelee kuhimiza. Ziko baadhi ya shule unaenda wanafunzi wako 57 darasa la kwanza mpaka la 7. Kwa hiyo tunahitaji pia katika hili, wanawake mmeumbwa na Mungu kuhakikisha kwamba nyie mnakuwa kiwanda cha kuzalisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanawake, jipigieni makofi. Jambo lingine katika siku hii muhimu, wakati tunaadhimisha, yako baadhi ya matendo ambayo ni lazima tuyasisitize na tuyakemee. Na kwa sababu haya matendo ya unyanyasaji, ya kubakwa, yameelezwa vizuri na dawati la jinsia, lakini pia yameelezwa vizuri na wanafunzi kutoka Wanike Sekondari, nami nieleze kwa kifupi mno kwamba jamii yetu hii ni lazima iendelee kubaki kuwa jamii salama. Lakini tunawaomba wanawake ambao kwa kiasi kikubwa sana mnao muda wa kushinda sana na watoto wa kike na wa kiume, tunaomba kila mzazi, kila mlezi ambaye amepewa fursa hiyo na Mwenyezi Mungu ya kumlea mtoto, hawa watoto wetu baadhi wanapitia katika mazingira magumu sana. Ukatili huu hauko tu kwamba kina kaka au kina baba au vijana wanabaka watoto wetu, lakini ukatili huu uko pia kwenu kina baadhi ya wanawake kuwafanyia watoto wa kike na wa kiume matendo ambayo ni ya ukatili wa kijinsia. Nitoe mfano mmoja. Mwanamke umefika katika familia ya mzee ambaye labda mwanaume ambaye alioa lakini ameachiwa watoto, mke wake labda ameondoka pale nyumbani au alifariki. Wale watoto unaowakuta, jitahidi sana kuwalea kwa upendo. Wako baadhi yenu unawanyanyasa wale watoto. Watoto walikuwa wanaenda shule, unawaachisha, utaki waende shule, kama ambavyo bibi katika igizo alikuwa anafanya. Lakini yuko mwingine hataki mme wake walipie ada tu kwa sababu mama yao hayupo. Lakini yuko mwingine hasira zote, kagombana na mtu, kagombana na nani, kagombana na mme, hasira zitaishia katika kuwachapa na kuwapiga watoto hata kama hawajakosa. Na wengine hata mtoto labda kadondosha tu kikombe, na hicho kikombe huenda ulipewa siku ya harusi. Hiyo kesi unapiga mtoto na kumchoma mpaka mikono. Nani ambaye anakaa jikoni hajawahi kuvunja sahani? Anyoshe mkono. Nani ambaye anakaa jikoni hajawahi hata kujikata kidogo na kisu? Anyoshe mkono. Kwa kama kila mmoja anaweza kachukulia kwamba kujikata na kisu jikoni
ni bahati mbaya. Kudondosha pia sahani au kikombe kikavunjika cha udongo, nayo ni bahati mbaya. Kwa ninaomba hawa watoto tuendelee kuwalea katika kuwaelekeza na kuwafundisha. Ndugu zangu wananchi, ni lazima tuendelee kupinga pia mila potofu ambazo hazisaidii wilaya yetu. Tunafahamu tulikotoka. Tulikuwa hatuna sheria inayommilikisha mwanamke ardhi, lakini sasa sheria ipo. Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, mliachiwa urithi, mtamilikishwa ardhi. Lakini ziko mila zingine ambazo katika kupingana na sheria hizo bado kuna baadhi ya wanaume na kuna baadhi ya watu wanakuambia, wewe si ulishaolewa, hauna chako hapa nyumbani, toka. Naomba sasa wanaume katika hili tuendelee kuhakikisha kwamba tunafuata sheria katika kuhakikisha kwamba jamii yetu inaendelea kuwa salama. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwahamasisha wanawake katika kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba wanawake mnapata mikopo, iko sheria na iko sera ya kuhakikisha kwamba kila halmashauri inatoa mikopo ya 10%. Na nyie wanawake mnazo 4% zinazotokana na mapato ya ndani. Kwa kipindi cha mwaka 2025-26 halmashauri yetu ya Wanging'ombe imetoa mikopo ya shilingi milioni 475,670,000. Na kwa kata hii ya Mdandu peke yenu wanawake wamefaidika na mikopo ya shilingi milioni 47 kwa vikundi vinne. Hii si kazi ndogo. Ninaomba mpige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wanawake mnapata uwezeshaji katika mikopo mbalimbali. Zenu ambaye yuko kule nyumbani alivyoliona tu akasema hii ni kituko. Sasa kabili na mimi niwe mtii, au sio? Nipigieni makofi kwa kuwa mtii. Asanteni sana. Lakini pia ni lazima tutambue lengo la maadhimisho haya ya wanawake ni kuelimisha kuhusu umuhimu wa mwanamke katika jamii. Lakini pia tunafahamu pia ni kupinga vitendo vyote ambavyo vinamkandamiza mwanamke. Lakini pia siku hii ni muhimu pia katika kukumbuka mlikotoka, mlipo na mnapokwenda wanawake. Lakini pia ni siku ambayo wanawake mnapeana fursa mbalimbali, kama ambavyo mmeshuhudia kwamba tumetambua michango mbalimbali ya wanawake walioifanya katika jamii, wengine katika kurejesha. Katika siku hii muhimu ya wanawake mnayo kauli mbiu ambayo ni muhimu sana, na kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inasema kwamba haki kwa wanawake na wasichana ni msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira yetu ya taifa ya 2050. Kauli mbiu hii inahimiza uwepo wa haki na usawa kati ya wanawake na wanaume, lakini watoto wa kike na wa kiume, ambayo inapelekea uwepo sawa wa kijinsia sawa kwa wote, ikiwemo elimu, afya, fursa mbalimbali za kiuchumi katika taifa letu, lakini katika halmashauri yetu na wilaya yetu ya Wanging'ombe. Wanawake tunatambua ya kwamba mnazo nguvu kubwa mno katika kusimamia
na kutekeleza mambo mbalimbali au shughuli mbalimbali, na nguvu yenu mlionayo haipimiki, na nguvu hii haijaanza leo. Na ndiyo maana katika kuitambua nguvu ya namna hii, mwaka 1995 wote mnakumbuka nini kilichotokea kule Beijing, na tunaye mwanamke ambaye ni jasiri, ambaye bado yupo hai mpaka sasa, mama yetu Gertrude Mongera. Mchango ule alivyoenda Beijing na alivyorudi na ujumbe, imekuwa ni fursa mbalimbali ya kuwanyanyua wanawake katika nyanja mbalimbali za kibiashara, za kilimo, za kielimu, za kiafya, za kiuongozi, kutoka kina Gertrude Mongera, ambapo pia kule nyuma tulikuwa na kina mama Titi, bibi Titi Mohamed, tukaenda tukawapata kina Anna Makinda ambaye alikuwa spika wetu mwanamke wa kwanza, na alikuwa anatoka katika mkoa wetu wa Njombe. Tukaenda na sasa tukampata makamu ambaye alikuwa ni mwanamke, na sasa tunaye rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jipigieni makofi mengi sana. Hii inaonyesha ni namna gani taifa letu kama Watanzania na nchi yetu kama Watanzania, lakini kama wananchi wa wilaya ya Wanging'ombe, kwamba mwanamke ni mtu mwenye ujasiri, ni mtu ambaye ana nguvu sana, na akiamua kwamba jambo hili liwe, na ni kweli linakuwa. Ndugu zangu wananchi, nichukue fursa hii pia kwamba siku hii umuhimu wake ni mkubwa sana, kwani mwanamke wa Tanzania, bila kujali anaishi mjini au anaishi kijijini, amekuwa msaada mkubwa sana katika kuilea jamii yetu ya Kitanzania. Nyie kina mama ni mashahidi. Nenda leo kaiangalie nyumba ambayo baba ametangulia mbele za haki, alafu mwanamke akasimama kuwalea wale watoto. Kawaangalie wale watoto na muangalie yule mama anavyopambana. Lakini kaichukue nyumba ambayo mama ametangulia mbele za haki, kaichukue hiyo nyumba, alafu ameachiwa watoto. Kaichukue hiyo nyumba, alafu angalia watoto jinsi walivyo. Kina baba wengi watoto tunawapeleka kwa kina dada, tunawapeleka kwa mama zetu, kwa shangazi zetu ili watusaidie, lakini mwanamke atapambana nao mpaka dakika ya mwisho. Hii inaonyesha ujasiri mlio nao katika kukabiliana na mambo. Kina mama oye! Wanawake oye! Vigeregere oye! Ndugu wananchi wote, tunatambua ya kwamba mwanamke ni mtu muhimu sana duniani, kwa kuwa dhima ya ulezi wa familia kwa kiwango kikubwa ndiye kinara na chachu ya maendeleo yetu. Mwanamke asipotimiza wajibu wake kwa kiasiri ambapo amepangiwa na Mwenyezi Mungu, kuna uwezekano mkubwa sana wa jamii yetu kutokuwa na watu. Na katika hili niendelee kuhimiza kwamba wanawake mnayo majukumu mengi, lakini